Leo tutasoma kitabu kile cha Zaburi. Kitabu kile cha Zaburi sura ya kwanza, hicho ndio kitabu ambacho leo hii tutaanza nacho kadri Mungu mwenyewe atakavyo tuongoza. Basi nafikiri kuna mahali ambapo Mungu atatufikisha. Neno la Mungu linasema hivi kwenye kitabu kile cha Zaburi sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Anasema yeye mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Neno la Mungu linasema hili mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, yaani ana heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Wasio haki ni watu gani? Basi wasio haki ni wale wanaofanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Wasio haki ni wale wanaozivunja sheria za Mungu. Wasio haki ni wale ambao sio waaminifu mbele za Mungu. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya utakatifu, tunamzungumza Mungu mwenyewe. Ndio maana maandiko matakatifu yanasema hili mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki ana heri. Mtu yule ambaye anatembea katika sheria za Mungu ana heri. Mtu yule anayefanya sawa sawa na mapenzi ya Mungu ana heri. Yule anayezishika amri za Mungu. Ukizishika amri za Mungu utatembea katika kweli ya Mungu. Ukishika sheria za Mungu utafanya sawa sawa na vile Mungu anavyokuamuru kufanya. Na mtu huyo ambaye anatembea katika sheria za Mungu lazima ajiepushe na watu wasiotenda haki. Lazima ajitenge nao, kwa sababu yeye anaitafuta kweli ya Mungu. Anasema wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Kumbe huyu mtu mtakatifu hata kwenye ile njia ya wakosaji hawezi kusimama, kwa sababu atakaposimama kwenye njia ya wakosaji lazima atamkosa Mungu wake, atafanya kinyume na Mungu wake anavyotaka afanye. Kwa hiyo lazima atajitenga nao. Anasema wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Yaani mtu ambaye anaishi maisha ya kumpendeza Mungu lazima ajiepushe na watu wenye mizaha. Watu wenye mizaha lazima ajiepushe nao. Huyo ni mtu mtakatifu anayezishika sheria za Mungu. Mstari wa pili anasema hivi, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake kuitafakari mchana na usiku. Mtu mtakatifu, sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria zake na sheria yake kuitafakari mchana na usiku. Yaani huyu mtu ambaye anatembea katika kanuni za Mungu lazima azitafakari
sheria za Mungu kila wakati na kila siku, kwa sababu anajua kwenye sheria za Mungu ndizo zitakazomfanya aishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Anajua akitembea katika sheria za Mungu atafanya sawa sawa na mapenzi ya Mungu, atafanya sawa sawa na vile Mungu anavyomwamuru kufanya, kwa sababu anazishika sheria za Mungu, anazitafakari sheria za Mungu. Lazima atengeneze maisha yake ili tu asitoke kwenye laini ya Mungu. Ndio maana nasema bali sheria ya Bwana kuitafakari mchana na usiku. Yoshua anaambiwa na Mungu kwa kitabu hiki cha Torati kisitoke moyoni mwako, bali ukitafakari usiku na mchana, ndipo utakapofanikiwa katika njia zako. Kwa hiyo kumbe, tunapofanya sawa sawa na mapenzi ya Mungu, ndipo tutakapofanikiwa katika utumishi wetu, ndipo tutakapofanikiwa katika njia zetu, kwa sababu hapo ndipo penye siri. Mungu jamani, wala hayuko mbali. Mungu yule aliyekuwa anatembea na kina Joshua ndio huyu ambaye tunamwabudu asubuhi hii leo mahali hapa. Mungu aliyekuwa anatembea na wakina Musa ndio huyu ambaye tunamwabudu asubuhi mahali hapa. Bali sisi tabia zetu ndizo zinazotufanya tusimdhihirishe huyu Mungu wetu wa mbinguni. Mwenendo wetu ndio unaotufanya sisi tusimdhihirishe huyu Mungu wetu wa mbinguni. Lakini kama tutageuka kama Musa alivyogeuka, hakika tutamwona Mungu katika utumishi wetu, tutamwona Mungu katika huduma zetu, tutamwona Mungu hata ndani ya kanisa letu, kwa sababu Mungu yeye anatembea na mtu ambaye yuko tayari kutembea naye. Mungu amlazimishi mtu. Ndio maana anasema mtu akitaka kumfuata ajikane kwanza. Yaani lazima kama unataka kumfuata Mungu, kwanza ujikane wewe mwenyewe kwanza. Anasema ndipo ujitwike msalaba wako umfuate sasa. Yaani Mungu ametokea kila kitu wazi. Hataki tuwe vuguvugu, hataki tutembee naye kwa kupapasa. Anataka tuwe na uhakika naye. Ndio maana anasema kila ambiaye Mungu lazima aamini kwa yeye yupo. Huwezi ukamwendea Mungu halafu ukawa na mashaka naye. Utakuwa na shida. Yaani unaamini kitu usichokijua basi. Ndio maana anasema kila amini amwendee lazima aamini kwa Mungu yupo. Tunazungumzia utakatifu. Utakatifu ndio sura halisi. Ukiishi maisha matakatifu ndipo tutakapotembea sawa sawa
na Mungu anataka tutembee. Na ndipo Mungu atakapokuwepo ndani yetu, yeye hata sehemu ambayo sio safi. Ndio maana anasema, je, hamjui kwa nini ni hekalu takatifu la Mungu? Tumeanza kitabu cha Zaburi sura ya kwanza, bado tuko hapo. Sasa tuko kwenye mstari wa pili, anasema sheria ya Bwana ndio impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Mtu mtakatifu, sheria ya Bwana ndio impendezayo. Na hiyo sheria ya Bwana, kwa sababu ndio impendezayo, lazima aitafakari mchana na usiku, kwa sababu anapoitafakari mchana na usiku ndipo atakapoona faida ya hiyo sheria, ndipo atakapopata matokeo ya hiyo sheria ya Mungu, na ndipo atakapokuwa na uhakika wa hicho anachokiamini. Mstari wa 3 unasema, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendayo litafanikiwa. Huyu ni mtu anayetembea na sheria za Mungu, au huyu ni mtu ambaye anatembea na amri za Mungu. Huyu ni mtu anayefanya sawa sana na mapenzi ya Mungu. Anasema atafananishwa na mtu. Anasema naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Mtu anayetembea na sheria za Mungu anafananishwa na mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, hata kuwe na kiangazi cha aina gani, hata kuwe na ukame wa kiasi gani, ule mti hata siku moja utaukuta umenyauka. Ule mti utaukuta hata siku moja haumzalii ule mwenye huo mti matunda, kwa sababu uko kando kando ya vijito vya maji. Uko kando kando ya vijito vya maji. Yaani kwa maana nyingine, huo mti ambao uko kando kando ya vijito vya maji, kila wakati unamwagiliwa maji na hivyo vijito vya maji. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa kwa mtu wa Mungu anayetembea katika sheria za Mungu, anayetembea katika kanuni za Mungu. Huyo mtu wala utamkuta anakuwa na shida ya aina yoyote, au anakuwa na sijui atanisemeje, utamkuta anakuwa na wasiwasi wa aina yoyote au na hofu ya aina yoyote, kwa sababu anajua aliyoko ndani mwake, anamjua huyo anayemtumikia. Kwa yeye ndio kila kitu. Ndio maana Biblia sasa inasema mtu huyu atafananishwa na mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, wala jani lake halinyauki, na mti huo huzaa matunda kwa wakati. Hiyo ni furaha ya Mungu wetu tunayoabudu. Ukitembea katika sheria zake, ukitembea katika kanuni zake, ukitembea na amri zake, utafanikiwa kila uingiapo na kila utokapo. Hutajuta hata siku moja. Hutamwazia Mungu kwa kubavu hata siku moja. Kwa hiyo kila wakati utakuwa na furaha,
kila wakati utakuwa na amani, kila wakati utakuwa na lile bubujiko la Roho Mtakatifu ndani mwako, kwa sababu hutakuwa na kizuizi cha aina yoyote katika utumishi wako. Hutakuwa na hofu ya aina yoyote. Wewe kila wakati utakuwa unamsifu Mungu, unamtukuza Mungu, unamtangaza Mungu kwa matendo makubwa anayokufanyia siku hadi siku, kwa vile tu unavyotembea katika kanuni zake, kwa vile tu unavyozishika amri zake. Hiyo ndio faida ya mtu wa Mungu, kutembea katika sheria zake. Mstari wa 4 anasema hivi, sivyo walivyo wasio haki. Hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Yaani sisi ni tofauti na watu wasiojua Mungu. Watu wasiojua Mungu wanafananishwa na makapi yapeperushwayo na kila upepo unaovuma. Makapi tunayajua, wale wamama wanapopepeta, kama ni ngano, kama ni nini, unashangaa anapepeta hivi, yale makapi yanapeperushwa na upepo, inabaki nini? Ngano halisi. Kwa hiyo sisi sio makapi, sisi ni ngano halisi. Lakini utakuwa ngano halisi pale tu utakapotembea katika kweli ya Mungu, utakapotembea katika kanuni za Mungu, utakapofanya sawa sawa na vile Mungu anavyokuamuru kufanya, ndipo utakapofananishwa na ngano. Hutafananishwa na makapi. Makapi ni uchafu, makapi ni takataka. Kwa hiyo jitahidi kuwa ngano, usio makapi. Ukiwa makapi utapeperushwa na kila upepo unapovuma. Kwa hiyo jitahidi kuwa ngano, jitahidi kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu, jitahidi kufanya sawa sawa na vile Mungu anavyokuamuru kufanya, jitahidi kuzishika sheria za Mungu. Maandiko matakatifu yanasema kwa sheria za Mungu si nzito. Hizo sheria za Mungu utaziona si nzito kama ukitembea sawa sana Mungu anapotaka utembee. Mungu anasema usiibe. Usipoiba unatembea sawa sana vile Mungu anataka utembee. Mungu anasema usizini. Usipozini unatembea sawa sana vile Mungu anataka utembee. Lakini ukienda kinyume na sheria za Mungu, ndio hapo unapofananishwa na makapi. Mungu atusaidie sana. Mstari wa 6 anasema hivi, kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Mstari wa 6 anasema hivi, kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Bwana anaijua njia ya walio haki. Sisi tunaongozwa na nini? Na neno la Mungu. Na neno la Mungu ndio taa ya miguu yetu sisi. Kusoma ile Zaburi ya 119 mstari wa 105 kama sikosei, anasema neno la Mungu ni taa ya miguu yangu
Neno la Mungu ndio linalotuongoza sisi watoto wa Mungu. Kwa hiyo tujitahidi kuishi maisha matakatifu kumpendeza Mungu. Hapa ndipo tutakapostawi sana, kama neno la Mungu linavyosema. Yaani neno la Mungu, watu wa Mungu, halificha, limetuwekea wazi. Yaani neno la Mungu ni kioo, yaani linakumulika kila unapoingia na kila unapotoka. Ndio maana Daudi anasema, Bwana nijifiche wapi hata usinione? Hakuna sehemu yoyote utakaoingia. Lakini leo hii wapo watu wanaogopa wanadamu wenzao kuliko kumwogopa Mungu. Ikiwa Biblia imeweka wazi kuwa msiwaogope hawa nao wenye uwezo wa kuua mwili tu wasiwezi kuiona na roho, bali muogopeni yule ambaye ana uwezo wa kuua mwili na roho. Huyo ndio wa kumwogopa peke yake. Lakini leo hii watu wa Mungu wanaogopa wanadamu wenzao kuliko kumwogopa Mungu. Hiyo ni hatari, na Mungu atusaidie sana. Yaani wewe unamwogopa mwanadamu mwenzako, huyo mwanadamu mwenzako naye anaogopa, anapigwa kuweka. Badala ya muogope huyo ambaye ana bidii ya kuweka, wewe unaogopa mwanadamu mwenzako. Pole. Tufungue kitabu kile cha Mathayo sura ya 25. Kuna kisa cha wanawali 10. Kitabu hiki cha Mathayo sura ya 25, acha tusome kuanzia mstari wa kwanza mpaka pale ambapo Mungu atatufikisha. Anasema, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana wao, kumlaki bwana harusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Tuishie kwanza. Hiki ni kisa cha wanawali 10. Maandiko matakatifu yanasema 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wao walikuwa wenye busara. Wale 5 wapumbavu ni wale wanaozivunja sheria za Mungu. Ni wale wanaofanya vile wanavyotaka wao, sio Mungu anavyofanyaje, anavyotaka wafanye. Na hao wenye busara ndio hao wenye akili, ambao wanajua kabisa kuwa mimi hapa duniani ni msafiri, na kama mimi ni msafiri lazima nikae kwa tahadhari. Namshukuru mwalimu wa siku ya Ijumaa ametufundisha, amesema kuwa tuenende kwa tahadhari. Ule ujumbe ulinibariki. Ndio faida tu hiyo ya kuhudhuria ibada za katikati ya juma. Kwa hiyo hao wenye busara 5 ni wale wanaotembea kwa tahadhari, ni wale wenye akili, wanaojua kabisa kuwa mimi hapa duniani ni msafiri, na kama mimi ni msafiri sijui siku ya kuondoka kwangu hapa duniani, au siku ile ambayo Bwana wangu Yesu Kristo atakuja kunichukua. Anaishi kwa tahadhari, anatembea kwa kuzishika sheria za Mungu, anatembea akizitafakari sheria za Mungu usiku na mchana, kwa sababu anajua hapo ndipo penye uzima wake, kwa sababu anajua hapo ndipo atakapotembea katika kweli ya Mungu. Huyu Mungu anamwita mtu mwenye busara.
walikuwa wanatembea na sheria za Mungu, walikuwa wanatembea katika kanuni za Mungu. Ndio maana walikuwa wamezijaza taa zao mafuta. Hawakuwa na wasiwasi, walikuwa wamejiandaa muda wote na saa yoyote. Ndio maana Mungu anawaita wenye busara. Mstari wa 3 anasema hivi, wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokuwa, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wote wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia, mwende kwa busara, mkajinunulie. Hii ni mfano ambayo Mungu asifiria leo anasema na sisi kama watoto wake, kuwa tusijisahau kufumba na kufumbua. Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja, hakuna kujiandaa tena. Muda wa kujiandaa ni huu ambao Mungu bado ametupa pumzi. Mungu akija sasa hivi kuchukua uhai wako wewe, una muda mwingine tena wa kujiandaa. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunaona hii mifano ya wenzetu wapumbavu ambao walijisahau, wakasema mimi nimeokoka miaka mingi bwana, mbona wewe Mungu simuona? Mbona wewe Mungu anasema kuwa atakuja kuchukua walio wake, mbona aje mpaka leo hii? Usiwe na mawazo hayo. Mawazo hayo wanaokuwa nao ni wale wasiokuwa na matumaini ya kwenda mbinguni. Lakini yule mwenye matumaini ya kwenda mbinguni, ila wote anajitakasa, anazitafakari sheria za Mungu usiku na mchana, kwa sababu anajua kuwa mimi hapa duniani ni msafiri. Tumeona mifano ya wenzetu, wanawake 5 ambao walikuwa na busara, walijitoa taa zao wakazijaza, tena maandiko yanasema na vyombo vyao vingine wakavijaza mafuta, kwa sababu walikuwa wanajua kuwa sisi hapa duniani ni wasafiri, na kama ni wasafiri kila wakati na kila saa inatakiwa tuwe tayari. Kwa hiyo bwana wao walipokuja, bwana harusi hakuwa na wasiwasi au kuwa na hofu, kama nilivyotangulia kusema kuwa mtu ambaye anatembea na sheria za Mungu, anatembea na amri za Mungu, anazitafakari mchana na usiku, huyo huwezi kumkuta na hofu katika maisha yake. Huwezi kumkuta na wasiwasi wa aina yoyote. Muda wote huo anatembea kifua mbele, na hawezi kuogopa kifo. Yaani kwetu sisi watoto wa Mungu hatutakiwi tuogope kifo. Kwa sababu gani? Tunajua kwa sisi hapa sio kwetu, kwetu ni mbinguni. Kwa hiyo ukitambua hilo au ukilijua hilo, huwezi kuwa na wasiwasi, huwezi kuwa na hofu ya aina yoyote. Ndio maana tumesoma ile Zaburi ya 1
kuanzia mstari wa kwanza hadi ule wa 6. Ni mistari mizuri sana, imetuwekea wazi. Tunazungumzia habari za utakatifu kwa wale ambao wamechelewa. Tunaanza kitabu kile cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 6, na sasa hivi tuko kwenye kitabu hiki cha Mathayo sura ya 26 kuanzia mstari wa 1. Tumesoma mistari michache juu ya hao wenzetu ambao ni mifano ya wanawake 10 ambao 5 walikuwa wapumbavu na 5 walikuwa wenye busara. Ukisoma pia kitabu cha Zaburi sura ya 16 mstari wa 3, neno la Mungu linasema kuwa watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora. Kwa hiyo katika dunia hii ambayo imejaa kila aina ya uharibifu, bado Mungu ana watakatifu wake. Kwa Zaburi ya 16 mstari wa 3 anasema watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, au ndio iliyopendezwa nao. Kwa hiyo jitahidi na wewe uwe mmoja wapo wa hao watakatifu ambao Mungu anajivunia. Anasema watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora, tena ndio ninaopendezwa nao. Sio kama kule mbinguni hakuna watakatifu. Kule mbinguni wapo watakatifu wengi sana, lakini wale kwa sababu washamaliza kazi yao hapa duniani, Mungu wale hana shida nao, bali Mungu ana shida na sisi ambao bado tuko katika dunia hii ambayo imejaa kila aina ya uovu, ambayo imejaa kila aina ya uchafu. Ndio maana Mungu anajivunia kwetu sisi tulioko hapa duniani. Kwa hiyo leo ishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu, ili Mungu ajivunie kwa pale mchikichini kuna mtumishi wako fulani, huyo bwana ananipendeza sana. Huyu unamkuta Mungu anakufurahia tena, anakuja kukutia moyo kila wakati na kila saa, ili tu uendelee kumuishia yeye, uendelee kumtumainia yeye, uendelee kuzidi kujifunza kutoka kwake siku hadi siku. Tukisoma pia ile kitabu kile cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 15, ndio tusirafiki, ndio maana naenda na 3 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema hivi: na yajua matendo yako ya kuwa huu baridi wala moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala huu baridi wala moto, nitakutapika kutoka katika kinywa changu. Haya maneno ambayo Mungu anayasema hapa sio maneno mazuri kwetu sisi kama watoto wa Mungu. Tusingoje mpaka Mungu atutapike. Ukitapikwa na Mungu wewe utakuwa mgeni manani. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo usingoje mpaka utapikwe na Mungu. Kwa vile tu unavyomuudhi kila wakati, unavyomkosea kila wakati, Mungu hapendezwi na mtu wa namna hiyo. Ndio maana anasema ungekuwa baridi, akajua moja kwa wewe sio wake. Ungekuwa moto, ili Mungu asikajivunia juu yako, kwa vile tu unavyompendeza kila wakati, kwa vile tu unavyomtumaini yeye kila wakati, kwa vile tu unavyomwishia yeye kila wakati. Mungu anajivunia, anasema heri uwe moto. Kwa hiyo Mungu wetu jamani, hataki tuwe baridi. Kama tunataka kuwa baridi, basi tuwe baridi moja kwa moja. Kama tunataka kuwa moto, basi tuwe moto moja kwa moja.
kumrudishia Mungu, kumwambia Mungu, mimi maisha yangu yote nimekupa wewe. Haijalishi nitakutana na mlima wa kiasi gani, bado nitaendelea kutumainia wewe, bado nitaendelea kuishia wewe, kwa sababu wewe peke yako ndio ngome yangu, wewe peke yako ndio kimbilio langu, wewe peke yako ndio tumaini langu. Mungu anataka aone moyo wa namna hiyo juu ya mtumishi wake anayemtumainia yeye. Hataki akuone wewe ni vuguvugu, yaani tu vuguvugu, dunia unaitaka na Mungu anamtaka. Biblia imetuweka wazi, anasema mtu hawezi kutumikia mabwana wawili, atakuwa anampenda huyu, atakuwa anamchukia huyu. Na Biblia imeweka wazi, mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakuna ndani mwake. Na kila kitu jamani, Mungu ametuwekea wazi. Huwezi akasema unampenda Mungu alafu bado dunia unaitaka. Anaipenda dunia ndio wale ambao sasa hivi mawakuta wako kule nje, anatafuta pesa kwa ajili ya matumizi yao. Lakini sisi ambao tunampenda Mungu, ni maana tuko mahali hapa asubuhi ya leo, tumeamua kuacha kila kitu. Kwa hiyo kama tumeamua kuacha kila kitu, basi hebu tufanye kwa kumaanisha, basi ili Mungu ajivunie, ili Mungu basi aseme watumishi wangu pale chini ninajivunia. Tusije mbele za Mungu yani kwa mazoea. Hii ndio shida ya watu wa Mungu tuliokuwa nayo. Kwa maana hata siku ya leo yanatupi Mungu nafasi ya kwanza. Yaani tunakuja kwenye ibada vile tunavyotaka sisi, sio vile Mungu anavyotaka. Lakini kama kweli tungekuwa tunampenda Mungu, kuanzia saa 2 ungekuja, ukija hapo ungekuwa vitu vyote vimejaa. Kwa sababu gani? Tunampenda Mungu. Lakini kwa sababu Mungu tunampenda kwa midomo yetu, sio kutoka ndani. Kwa maana tunakuja kanisani kwa mazoea. Mtu anakuja amechelewa, wala huko mimi ndani mwake anaona sawa tu. Lakini kwenye ajira, kama mtu ameambiwa aripoti saa 2, saa 1:30 namkuta yuko pale mlangoni. Kwa sababu gani? Ameajiriwa. Hivi jamani, unajua hata saa nyingine huyu Mungu akituangalia sisi watoto wake, mimi ninavyoona, lakini mimi kama mimi, yaani Mungu anatusikitikia. Sababu anasema hao watoto vipi? Yaani tunathamini kazi zetu kuliko kazi ya Mungu. Inatakiwa yaani zile kazi zetu basi tusipe nafasi ya pili. Mungu tupe namba ya kwanza, au tupe nafasi ya kwanza. Lakini sisi Mungu tunamfanya awe namba 2, alafu bado tunataka tumuone Mungu. Mungu atusaidie sana. Yaani Mungu atusaidie sana.
Jamani, kama tunataka tumuone Mungu, tuachane na mazoea. Kitu kinachoitwa mazoea ni kitu kibaya sana mbele za Mungu wetu. Mafundisho Mungu anatufundisha kila siku, lakini Mungu anavyotuangalia kila siku, bado tabia zetu ni zile zile, mwenendo wetu ni ule ule. Sasa Mungu anashindwa kutuelewa kwa atufanye nini? Imani huyu Mungu sio wa mchezo. Mungu wetu sio wa mchezo. Kuna mahali Mungu akichoka ana uwezo wa kufanya kile ambacho yeye mwenyewe anataka kukifanya. Kwa hiyo tusimzoee Mungu. Naogopa sana. Mungu anaposema kuwa kama umeamua kuwa moto, kuwa moto, na kama umeamua kuwa baridi, kuwa baridi. Hakubembelezi. Ni wewe mwenyewe. Usingoje mpaka Mungu akutapike. Kama umeamua kufanya mambo yako, basi fanya kwa moyo, sio mnafiki mbele za Mungu. Mungu hapendezwi na mtu mnafiki mbele za Mungu. Unasema unampenda Mungu alafu unafanya kinyume na vile Mungu anavyotaka ufanye. Sasa wewe mbele za Mungu unafananishwa na mnafiki. Wewe na wale waandishi na Mafarisayo ambao Yesu aliwasema kuwa enyi waandishi na Mafarisayo wanafiki, mnaosha kikombe kwa nje na ikiwa ndani kimejaa uchafu. Hivyo unaweza ukachukua glasi, ndani imejaa uchafu, ukaweka maji, unaweza ukanywa maji. Sasa kama huwezi kufanya hivyo, kwa nini unafanya kinyume na Mungu anavyotaka ufanye? Alafu bado uko ndani ya kanisa, bado uko ndani ya utakatifu wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Tusingoje mpaka tutapigwa na Mungu. Ukitapigwa na Mungu, umepata hasara. Wewe miaka yote uko kanisa, nasema wewe ni mtumishi wa Mungu, alafu leo Mungu anakuja kukupiga, utakuwa mgeni mwana. Utakuwa mgeni mwana. Kwa nini Mungu anipa ujumbe huu? Ameona watu ndani ya kanisa wanatenda Mungu dhambi vile wanavyotaka, wala hamna hofu ya Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kuleta ujumbe wake bila sababu. Yaani Mungu ukiona analeta ujumbe juu ya watumishi wake, ujue kuna yanayoendelea ambayo ni kinyume na Mungu anavyotaka. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Kwa wale ambao wamechelewa